Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji wa kipindi kizuri cha Kivulini. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na hivyo kukutana pamoja nawe hapa katika kipindi hiki kizuri ambacho kinatupa nafasi ya kuzitambua idara zilizopo ndani ya kanisa, hasa katika upande wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Spora Mseli Molontalima na juma lililopita tumekuwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji Mchungaji Robi John Nyaibago, ambapo leo tunaendelea na sehemu hii ya pili, na hivyo ni kualike wewe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na mchungaji, karibu sana katika siku hii ya leo. Asante sana. Ambapo ni mwendelezo wa sehemu yetu ya pili ya kipindi ambacho tumekianza juma lililopita. Amen. Na kabla ya kuanza ni kualike utufungulie kwa ombi. Tuombe. Baba Mungu Mwenyezi, Muumba na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena kutupatia hii fursa kuja mbele zako. Tunakualika tunapoanza kipindi hiki maalum uweze kutuongoza kupitia Roho yako Mtakatifu, na bariki mtazamaji na msikilizaji. Na mwisho wa kipindi hiki tuwe tumejifunza zaidi kukuona Kristo katika Kristo Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Na mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kivulini, na juma hili ni mwendelezo wa sehemu ya pili tukiwa naye mchungaji Robi John Nyaibago, mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Juma lililopita mchungaji, tulifahamu angalau kufahamu idara hii ilianza lini, na tukaona umetuambia kuna mafiga matatu inayoifanya idara hii isimame na kufanya kazi zake vizuri. Tukafanikiwa kuangalia katika figa la kwanza ambalo ni nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tulimalizia pale mwishoni ukituambia kwamba wapo watu maalum ambao ndio watengenezaji wa maudhui, kuacha yale maudhui ambayo tunayapata kwa Mama Ellen White ambaye yapo tayari alikuwa ameshaandaliwa. Pengine kabla hatujaenda kufahamu nguzo ya pili, kuna swali ambalo nimekuwa nikijiuliza, pengine kwa sababu kuna wale watu ambao ulituambia ni watu maalum wanaoandika hizo maudhui. Sasa ili uweze kuwa mwanachama wa kile chama cha waandishi wa vitabu, kinaitwa nadhani TAAWA, ili uweze kuwa mwandishi unapaswa kuwa na vigezo gani? Asante sana mtangazaji. Kwa kweli, kwanza tunamshukuru Mungu sana kwamba kazi ya Mungu anaiongoza mwenyewe. Naweza nikakiri kwamba tangu niwepo kama mkurugenzi nimejifunza kuelewa kwamba kazi ya Mungu anairatibu mwenyewe. Pamoja anatumia wanadamu, kama ambavyo hata Biblia neno la Mungu liliandikwa kwa kupitia kwa wanadamu waliovuviwa, ndivyo ambavyo kazi ya Roho Mtakatifu inaendelea daima. Kwa hiyo tumemshukuru Mungu sana kwamba katika mpangilio huu alipoianzisha kazi, kama tulivyoona, nyumba ya uchapishaji ni nyenzo muhimu sana. Kwa sababu uwezi ukafikiria chakula. Tunafikiria tu katika hali ya kawaida. Unajua tunafanya mlinganisho kidogo ili mtazamaji au msikilizaji apate kuelewa vizuri. Uwezi ukazungumzia chakula bila kuwa na uandaaji. Lazima kuwepo na uandaaji ambao unakiandaa kile chakula kiweze kukaa vizuri. Sasa kwa maana hii ya kiroho, nyumba ya uchapishaji ipo kama jiko. Naam. Tuseme kama jiko. Na kile kinachohitajika pale jikoni kipo, kinachoandaa kile chakula. Na kwa maana ya swali lako sasa la msingi, hawa wanaoandika, waandishi, tunaita Adventist writers, wale ambao ni waandishi wa Kiadventista, wana sifa gani? Ndio. Ninaweza nikasema kama ilivyo na kama tulivyojifunza kwamba kanisa letu ni kanisa la kweli kwanza. Limejengwa katika misingi ya Biblia na roho ya unabii. Na
na kama unataka kuandika kitu au unataka kuandika kitabu ambacho kitatoa elimu kwa ajili ya kuelimisha waumini walioko ndani ya kanisa na nje ya kanisa, ni lazima wewe mwenyewe, sifa ya kwanza kabisa, wewe muumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na muumini mwaminifu ambaye unaamini juu ya misingi. Unajua kuna ukweli ule ambao umeandikwa katika maandiko. Hata ukiangalia Biblia iliandikwa. Tukianza tu na uandishi wa Biblia. Imeandikwa na waandishi tofauti wapatao 40 hivi. Si ndio? Ndio. Na waliandika vipindi tofauti katika historia tunayoisoma ya waandishi wa Biblia takriban miaka 1500. Yaani kwa mfano, tuchukue mfano Yohana aliyekuja kuandika Ufunuo, hakuwahi kabisa kuonana na Musa aliyeandika kitabu cha Mwanzo. Ndio. Au manabii au Isaya. Maana waliishi kipindi tofauti virefu. Lakini uzuri, kwa sababu source kama tunavyosoma pia katika maandiko, na katika kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza na mstari wa 19 pale kuelekea 21. Kama tunavyosoma, source ya mwandishi, anaye control uandishi ni Roho Mtakatifu, yani ni Mungu mwenyewe. Naam. Kwa hiyo kwa maana nyingine hawezi akafunulia huyu nuru. Hawezi kumfunulia, kwa mfano kama tulivyosema, hawezi kumfunulia Musa hivi. Alafu kule Yohana akamfunulia apingane na Musa. So naona sasa haiwezi kuja. Katika muktadha huo mwandishi anayetaka kuandika, yani moja wapo ya sifa ni kwamba lazima aamini waliokwisha tangulia. Ndio. Kwamba walifunuliwa na Mungu. Na kwa sababu walifunuliwa na Mungu na ikaandikwa. Hasa wale waandishi wa msingi, neno la Mungu lenyewe, manabii, alafu na maandiko ya roho ya unabii. Ambayo tayari kanisa lilisha thibitisha ya kwamba ni maandiko yanayopatana na nuru kubwa ya Biblia. Naam. Sasa uwezo ukaja wewe ukasema wewe ni mwandishi, unaandika leo, ukapingana na wale waliopita. Kwa hiyo moja ya sifa ni kwamba lazima wasome wale, lazima waamini kile kilichoandikwa. Na unapoandika sasa, unaandika hata kama ni nuru, isiwe nuru ambayo inakuja kupingana sasa na kile ambacho tayari kimeshawekwa. Kwa hiyo ndio maana ya sifa hiyo, kwamba lazima uwe muumini mzuri, muumini unaamini juu ya maandiko matakatifu. Kama yalivyo yote. Unajua kanisa la Waadventista wa Sabato, moja ya sifa yake ni kwamba tumejengwa juu ya maandiko matakatifu. Naam. Biblia, neno la Mungu. Kwa hiyo huwezi ukasema mimi naamini kifungu hiki na kile kingine siamini. Haiwezi kukubalika. Na ndio ilikuwa sifa ya manabii wote walioandika. Na ndio imekuwa sifa ya mwandishi hata wa roho ya unabii. Maana hata mwandishi wa roho ya unabii ukisoma kwa nini anakubalika, ni kwa sababu siku zote hakuja kinyume cha Biblia. Aliandika akilifaa kwa Biblia yenyewe, na kama kitabu kikuu cha nuru ya Mungu. Kwa hiyo hizo ni moja wapo ya sifa za msingi. Of course lazima mtu awe ni muelewa, msomi. Sasa utaandikiaje watu wasome wewe mwenyewe? Si kuna watu wanavuviwa pastor. Hata ukivuviwa, unajua elimu nayo ni uvuvio. Uweze ukaandika tu kama hujapata nafasi hata ya kusoma shule. Sasa lazima unaueledi. Unauelewa wa kujua kusoma na kiwango kinachokubalika. Yes. Nakushukuru sana pastor kwa maelezo hayo, na mtazamaji, bila shaka na wewe unaendelea kubarikiwa pamoja nasi. Na hivyo basi tunatamani kuendelea na nguzo ya pili. Asante sana. Kwa kweli kama tulivyosema, tunarejea tu kwa sababu inawezekana mtazamaji leo ndio anapata kipindi hiki. Idara ya huduma za uchapishaji ni idara ambayo ina muundo. Ina muundo na inajengwa na muundo wa figa tatu, tuseme mafiga matatu. Kama tulivyosema kwamba kazi yake ni kutengeneza, ni kuzalisha chakula. Ndio. Na chakula ili kipikwe katika lugha ya kienyeji hii tulionayo ya kawaida, lazima uwe na mafiga matatu. Na yale ndio anaweza kubeba chombo kikavumilia moto na kikapika vizuri. Kwa kifupi tukasema tuna hizo figa tatu. Moja ya figa ni nyumba ya uchapishaji ambayo tumemaliza kuelezea kwa ufupi. Lakini tuna figa lingine la nyumba ya usambazaji. Tukasema hii inaitwa
Home Health Education Service. Ni organization ambayo kazi yake sasa ni kupokea yale machapisho. Inayapokea, alafu sasa inayasambaza kwenda kwenye vituo mbalimbali. Sasa katika union yetu ya Kusini mwa Tanzania, Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, tunamshukuru Mungu ya kwamba tuna kitengo hiki ambacho wengi tunafahamu makao yake makuu yako kule Morogoro. Na kinafanya kazi kwa karibu sana na nyumba yetu ya uchapishaji. Kikisafirisha, kikipokea machapisho kutoka hapo na sehemu nyumba nyingine za uchapishaji na kusambaza. Sasa katika kusambaza tuna vituo. Tuna vituo sasa vile tunaviita book depository au kwa lugha nyingine ambayo imezoeleka sana ABC kifupi chake au Adventist Book Center. Hivyo vituo viko vimesambaa katika eneo letu lote la Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. At least tuna vituo zaidi ya 60. Zaidi ya 60 kwa Union Mission ya Kusini tu. Kwa Kusini tu. Ambavyo vimesambaa katika hizo conference zote na kwenye conference na katika miji mbalimbali na field yetu. Ambapo sasa vile vitabu vinapotoka kule vinakwenda kule kwenye vile vituo vidogo vidogo sasa. Ambavyo vikishafika kule vina wasimamizi. Na watunzaji wa maduka yale ambao wanapokea, wanaofanya kwa karibu sana na manager wa kitengo hiki cha Home Health Education Service. Wanapokea vile vitabu ambavyo sasa vimehakikishwa kama tulivyoona vinachukuliwa sasa. Sasa vinachukuliwa na nani sasa? Ndio lingekuwa swali. Ndio pale sasa tunakuta kwamba kuna ile timu inaitwa wainjilisti wa vitabu. Lazima sasa wainjilisti wa vitabu waingie hapo sasa. Waje kuvichukua sasa. Na wainjilisti wa vitabu tunaowazungumza pia sio kila mtu anajisikia. Anasema leo mimi nakuwa mwinjilisti wa vitabu, hapana. Ni mtu ambaye ni mshiriki ambaye pia ana sifa. Kuna vigezo yani. Kwa vigezo vyote vilivyoelezwa, mshiriki mwaminifu, mtu ambaye amejitoa kwa Mungu, anaamini mafundisho ya imani yetu kama tulivyosema. Huo ndio msingi. Labda tuseme tu kwamba msingi wa imani, yani ile tunasema doctrines au mafundisho ya imani yanatushika kama kanisa. Ndio inayotupatia lift ya kufanya kazi hizi zote za kanisa. Kwa hiyo wale wainjilisti wanasajiliwa chini ya conference, kuna utaratibu. Wanasajiliwa, wanapitishwa, wana vikao maalum vya kanisa vinapitisha. Na wakishapata sifa hiyo wakaajiriwa, tusema wanajiajiri, tunasema wanajiajiri binafsi kwenye kazi hiyo, ndio wanachukua yale machapisho sasa kwenye vile vituo kwenye vile vituo na kuenda kuyasambaza au kuyauza katika maeneo mbalimbali walipo watu wa Mungu popote sasa, kwa ajili ya kuendelea kupata huduma ya kiroho. Unajua tunaongea tunaifaa kule tulikoanzia, kwa sababu tunasema wahitaji wa chakula hiki cha kiroho ni watu wa Mungu wote, ambao tunasema Yesu Kristo Mwokozi aliwafia wanadamu ili kila atakayeamini apate nini? Uzima wa milele. Sasa hao wanafikiwa katika maeneo mbalimbali kupitia kwa timu hii sasa ya wainjilisti waliosajiliwa katika makundi yao mbalimbali, kama vile pia tutayaeleza baadaye huko mbele. Pengine nikikurejesha hapo katika hii nyumba ya usambazaji. Kitabu ili kije kifike kule kwenye zile book centers inachukua muda gani pengine baada ya uzalishwaji? Asante sana. Swali lako zuri sana. Unajua linafurahisha. Tunanikumbusha unabii wa Danieli. Najua Danieli wakati anaandika katika Danieli sura ya 12 alionyeshwa kwamba alipofunulia ule unabii mkubwa wa mambo yatakavyokuwa ya siku za mwisho, alimuonyesha pia ya kwamba moja ya kile Mungu atakachofanya ataruhusu maarifa kuongezeka. Na maarifa haya yanapoongezeka, yameongezeka kwa nyanja mbalimbali. Zamani zile za mianzo ile tunakumbuka hata safari zetu zilivyokuwa tunakumbuka safari zetu. Ilikuwa unatoka Mbeya, sio unachukua treni siku 3. Unaunganisha. Unatoka Mwanza, unachukua treni siku 3 na kwenda. Siku hizi tuna treni bwana inaitwa mwendo kasi.
Unaenda muda mfupi. Sasa hivi imeshaanza inapiga ruti Dodoma, Dar es Salaam. Unaelewa ilikuwa ni masaa 8 9 kwenda Dodoma. Masaa machache. Siku hizi ni masaa 3 tu. Tuna nyingine si masaa 3, si mawili. Unashangaa tu umeshafika. Sasa kupitia katika usafiri huu wa haraka tunamshukuru Mungu kwamba siku hizi unaweza ukatuma vitabu kutoka Morogoro ambayo ndio center of distribution. Ndipo ambapo vitabu vinapozalishiwa na vinapokelewa na vinaanza kusambazwa kutokea kule. Unaweza ukavituma kupitia katika magari ya kawaida, lakini ndani ya muda mfupi vinakuwa vimefika katika maeneo kulingana na eneo husika ambalo vitabu vinatumwa, kwa sababu of course pia maeneo yanatofautiana. Kwa mfano mtu ambaye yuko Mtwara, Masasi anaweza akachelewa kidogo siku 2. Lakini mtu ambaye yuko Dodoma ndani ya masaa 2 3 kitabu kishafika, kimefungwa kimefika. Au mtu ambaye yuko Katavi kwa mfano Mpanda anaweza kachelewa kidogo sababu ya umbali kutoka kwenye distribution center. Lakini definitely kwa wastani siku 1 siku 2 masaa 24 kitabu kinakuwa kimefika mahali husika. Ndio. Na je, limefanikiwa kwa kiasi gani? Mfano tunajua tukichukulia mfano uzalishaji wa magazeti haya ya kawaida ya kusoma ya taarifa mbalimbali yanazalishwa leo kwa sababu sasa labda ya miundombinu kuwa rahisi, magari watu wanayo mengi, watu yanafika kwa haraka. Je, kwa HHS mnatumia usafiri magari yenu binafsi au ndio hivyo inabidi mkodishe au mtume kwa vifurushi? Asante sana. Asante sana. Tunamshukuru Mungu ya kwamba tunaweza kutumia magari binafsi. Sasa magari binafsi ni machache, uwezo ukatuma kila kona. Kwa mfano kama vitabu vimezalishwa, unajua vikizalishwa vinatakiwa vifike angalau katika hayo maduka yote, katika hizo center zote. Sasa unatumia usafiri uliopo wa mabasi. Pale ambapo inawezekana tunaweza tukakodisha gari ya kupeleka moja kwa moja kusambaza huku kwenye vituo. Yote ni njia tunazozitumia. Kwa ufupi ni magari kwa sasa. Nikikuuliza pia swali hapo katika usambazaji, kumekuwa na maulizo mengi hasa kwa haya masomo ya sauti ya unabii ambayo yameonekana kwamba watu kuna wakati wanayatafuta, wanasema wasambazaji wamekuwa hayafiki kwa haraka. Na vitu kama hivyo, changamoto zinakuwa nini? Siwezi kuwa na majibu yote hapa. Unajua hivi ni kitengo kikubwa. Na kinaweza kikawa lakini ninachokifahamu ni kwamba kuna mambo mengi yanayohusiana na mchakato kama hii, kwa sababu kuna uagizaji. Maana ili yatoke kule lazima pia order zifanyike. Sasa kuna nyakati ambapo labda order zimechelewa kufika. Labda order ziliandikwa zikachelewa kufika. Hiyo inaweza ikawa ni sababu ya kikwazo cha kuchelewesha. Lakini kuna wakati ambapo pengine katika swala la uchapishaji labda hazikutoka kwa wakati. Unajua ni mashine. Na mashine lazima zinaendeshwa na wanadamu. Na lazima tukiri kwamba katika kama ni mashine, kuna wakati unaweza ukashangaa unaingia kwenye mtamu, lakini kuna breakdown ya mashine. Ndio. Kwa badala ya kile somo au kile kitabu au ile gazeti kutolewa leo, likaja kutolewa kesho. Kwa hizi ni moja wapo ya changamoto ambazo lakini hata zile za kuagiza kutoka nje, zile nyumba ambazo ziko nje ya hapa ambazo zinatumia muda kusafirishwa, kwa sababu ya mizigo mikubwa. Unafahamu duniani kote inasafirishwa kwa njia ya meli. Na meli si kama ndege kwamba inasafiri one day au siku 2 au masaa. Kwa hiyo lazima kuna vile vinavyokuja kwa ndege vingine vya haraka vichache, lakini vingi mizigo mikubwa kama container lazima lije kwa njia ya meli. Na meli unashangaa labda litatumia mwezi mmoja. Kwa hiyo katika mazingira kama haya na kufanya clearance, unaweza ukashangaa baadhi ya vitabu vinachelewa kufika kwa wakati uliokusudiwa kwa sababu ya miundombinu ya safari zenyewe zilivyo. Lakini kwa ujumla wake kumekuwa na improvement kubwa sana ukilinganisha siku za mwanzo, siku za zamani kazi ilipoanza na sasa ilivyo. Nilikuwa nasoma historia kwa mfano walipochapisha machapisho ya kwanza sasa kuyatuma ulimwenguni. Sasa ilikuwa tu njia ile miaka 1800 tuliyosema. Na hiyo miaka 1800 kuja 1900 karne ya 20 21 ilikuwa ni meli tu. Sasa meli ni kutumia miezi 6 mpaka ifike mahali. Mpaka ifike mahali kulingana na spidi za wakati huo. Au wakati mwingine mpaka miezi 8.
Kwa hiyo unajaribu kuwaza, ndio mfano mna kile kitabu cha mwaka inabidi kiwe kimeandaliwa karibu miaka 2 kasoro. Kabisa. Ili kiendelee kufika. Lakini leo njia hizo zimeimprove, hata kama ni meli mara nyingi zikisafirishwa, hata kama inatoka Marekani au Uingereza au wapi au China, unashangaa tu ndani ya mwezi mmoja tayari zimeshafika. Maana hayo maarifa yameongezeka, spidi za kufanya shughuli zimeongezeka na mambo kama hayo. Unazungumziaje sasa ufanisi wa katika nguzo ya kwanza na hii nguzo ya pili, ambayo tunaanzia kwa mzalishaji alafu baadaye tunakuja kwa huyu msambazaji? Asante sana mtangazaji. Kwa kweli mimi niseme kwa uzoefu wangu katika idara hii, bahati nzuri nimejifunza kwa muda mrefu kwangu mimi, maanisha muda mrefu niliokuepo katika idara kama mwinjilisti wa vitabu, kama kiongozi. Kumekuepo na maboresho mengi. Kwa sababu kwa siku za mwanzo changamoto of course zilikuepo nyingi, hasa za uzalishaji wa vitabu. Lakini leo katika hali hii ya teknolojia imerahisisha, hata pamoja na kwamba hatujafikia vile viwango vikubwa sana vya kimataifa, lakini angalau uzalishaji unaenda kwa haraka. Hauko kama ulivyokuwa zamani. Sasa hatuwezi kusema changamoto zitaisha kwa wakati mmoja, kwa sababu hata ukuaji unakuja kwa taratibu kulingana na teknolojia inavyokuja. Labda habari njema tu nikwambie sasa kwamba tunaendelea vizuri, kwa sababu nyumba yetu ya uchapishaji tukisema ya Ufunuo yuko Tanzania. Ndio. Sasa hivi mwezi wa pili, unakumbuka kama unakumbuka, kulizinduliwa sasa ujenzi wa nyumba mpya ambayo sasa itaongeza pia hata wingi. Yani maana yake ni kwamba ujenzi huu wa nyumba mpya utakapokamilika, ambao tayari unaendelea sasa kule Morogoro, utakapokuwa umekamilika, tunategemea kuwa na mashini za kisasa. Tunategemea kuwa na namna ya vifaa vya kisasa kuliko vya zamani. Na hii ni habari njema. Ndiyo. Ya kwamba vitakapokuwa vimekamilika kwa neema ya Mungu, sasa kazi itakuwa imekimbia zaidi kuliko ilivyo kwa sasa. Naam. Kwa hiyo ndio mategemeo yetu. Kwa hiyo naweza nikasema Mungu analitusaidia, ameiongoza idara hii kufika mahali hapo, na tuiombee tu. Tuendelee kushiriki mahali unaposikia wito, tuendelee kushirikiana kuiombea, kwa sababu kadiri inavyofanya kwa uzuri ndivyo chakula hiki cha kiroho kitakavyofika kwa haraka na kwa ubora zaidi na kufikia watu wengi. Asante sana mchungaji kwa maelezo hayo mazuri ambayo ninaamini bila shaka mtazamaji umejifunza vitu vingi hapa. Tumefanikiwa kuziona hizi nguzo mbili kwa upana kabisa. Unajua mtu akizungumza idara ya uchapishaji tunawaza tu habari ya vitabu peke yake. Vile vitabu tunavyokutana navyo huko, vingine tunavyo hapa kwenye shelfu, unajua basi nimeishia hapo. Kumbe kuna vitu viko ndani yake. Na umetueleza kwa uzuri namna ambavyo vitabu hivi vinaweza kumfikia sasa yule mtu wa mwisho, ambapo kupitia wainjilisti wa vitabu haya yote yanakuwa yamefanywa kwa urahisi zaidi. Tumebakisha nguzo moja ambayo pia hawa wainjilisti wa vitabu ambao tumewasikia kwa uchache katika sehemu hii ya usambazaji, ninaamini katika hiyo nguzo tutawasikia kwa upana zaidi. Kuona kwamba wanafanyaje kazi, lakini wale wenye nia ya kutamani kuwa wainjilisti wa vitabu wafanyeje ili wawe sehemu ya huduma hii ya idara ya huduma za uchapishaji. Na hivyo mchungaji, kwa sababu ya wakati, leo tunaweka nukta hapa. Ni tumwandae mtazamaji tu kwamba juma lijalo tutakutana na ile nguzo ya mwisho. Pengine ungetuambia tu kwa ufupi ni ipi, ili mtazamaji abaki ana hamu ya asante sana. Kwanza tunashukuru ya kwamba maelezo yaliyotangulia yameishatuwekea msingi na tutarajia tu mazuri kwamba katika hii nguzo sasa hii ndio imesheheni maarifa. Tunaita seminari ya machapisho. Kwa sasa inashughulika na elimu kabisa katika kanisa, na tutaona kwa urefu na kwa upana kuona sasa mafanikio yanayotokana na maana maarifa yakishatokea ndio kazi yote inafanyika. Kazi ya mwanadamu ni maarifa. Lazima maarifa yawepo. Na hivyo tutaiona kwa uzuri sana. Asante sana. Tuwe tu karibu wakati kipindi kikije tutaielezea kwa urefu. Naam, asante sana. Basi mchungaji, tunafika mwisho hapa, na nikualike mtazamaji kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa vile ambavyo ametuwezesha kupata nuru hii kuhusu idara hii ya huduma
ya uchapishaji. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo. Tumesikiliza mambo mengi ambayo yanaendelea kutuongezea ufahamu, kuona ambavyo kazi yako inafanyika. Bwana, tunakusihi mambo haya yasitupite, yakatusaidie tukaweze kuwa mawakala wazuri wa neno lako. Hata haya machapisho ambayo yanaandaliwa katika kupitia idara hii yatakapotufikia, tukaweze kuwa sehemu ya kuwasaidia wengine pia kubarikiwa na machapisho haya. Tunakusihi Bwana, utuandae kwa ajili ya kipindi kingine ambacho kitaendelea kutuimarisha na kutupa ufahamu mzuri wa namna kazi yako inavyoendelea kufanyika. Tunakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi na tunaomba haya kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Asante mchungaji, Asante na sana, nikutakie asante majukumu mema. Amina. Amen. Pia Amen. majukumu mema. Amen. Mtazamaji, ni kushukuru sana na nikualike tena juma lijalo. Uendelee kuwa pamoja nasi tukiendelea kubarikiwa. Nimekuwa naye mchungaji John Robi Nyaibago ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji hapa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na mimi ninaitwa Spora Mseli Molon Talima. Ninakutakia utazamaji mwema vipindi vyote vinavyoendelea. Shukrani za pekee kwa timu nzima ya Hope Media STU kwa kuwa sehemu ya maandalizi ya kipindi hiki. Kwaheri na Bwana akubariki.